Wala bwana vipi bwana, katika matembezi yetu hapa tumefika katika slash joint hapa Bazmul slash joint, na kwa bahati nzuri zaidi tumeweza kupatana na vijana wa Pwani, vijana wa Kwale, vijana wa Cheshi, lakini hatutaki kuwa introduce wenyewe, wacha waweze kujitambulisha. Lakini kabla hivyo kuna mwenzako hapa Marekani Media, wacha aseme jambo alafu tuweze kupiga story na vijana wetu hapa. Yo, what's up my good people, this is Rama the Great. Na katika mojawapo ya show ambao nao wanafanya Mboka ni Mboka, ni wale vijana ambao support kazi za wenzao, ambao hawachagui kazi yoyote, akiwa ready kusupport na ana support. Na leo tuko na ndugu zetu hapa, wasanii wa Cheshi kutoka maeneo ya kanda haya ya Pwani, na pia ni wasanii wakubwa sana katika hii nchi yetu ya Kenya. Sasa leo tutabongana nao kiasi, tutapiga nao story, alafu mtafurahia. Pengine tu tuanze na Bwana Mwadundo hapa. Sisi hatujui MN ilikuwa gani, maana tumefanya kwa stukizia tu mko Marekani hapa. Pengine kuna kitu kimewaleta Marekani au pengine mlikuwa shughuli zenu kadhaa? Si lugha tuko njiani, like bwana ni rafiki yake, huyu rafiki yetu hapa, so tukaamua kuja kuwa support kwa sababu as long as sisi sote ni vijana lazima tusapotiane, na pia miongoni mwa vitu ambavyo tunafanya kama matembezi pia hivyo tu. So mlikuwa tumekuja kusupport Bazmul slash joint hapa. Huyu ni kijana wetu pia, sisi tunajaribu kusukuma, so ni vizuri mmeweza kufika hapa. So pengine wana Bujira Jimbo Media, nimeona kazi yako unafanya ni kazi fiti sana kule Kwale, naona unaweza kuelimisha watu, so ni kazi nzuri unaifanya sana. Pengine tu nikuulize, ni kitu gani ambacho kimekusukuma uweze kuangazia mambo ya Kwale, hasa yale mambo ambayo yana concern serikali, sana sana kaunti ya Kwale? Kitu gani ambacho kimekusukuma kufanya hivyo? Kwanza nishukuru kwa fursa hii ya kufanya interview na hii media. Vijana wenzangu, napenda mnachokifanya, muendelee kujituma hivyo hivyo, kwa sababu hizi online media huko tu ni kidogo sana. Ukiangalia sehemu nyingine ziko nyingi na zinafanya vizuri. Kwa hiyo mimi nafurahi sana nikiona vijana mmechangamkia fursa, na sisi tuko hapa kwa support. Mimi niko, Madundo yuko, Beka yuko na wengine, sisi ndugu zenu, tunawakaribisha muda wote. Kuhusiana na swali la Kwale County, nadhani kikubwa ni kwamba tunahitaji mageuzi. Tunahitaji kuona mabadiliko ambayo yataweza kumsaidia Mkwale na kijana wa Kwale. Nimezaliwa Kwale, nimeishi Kwale, nimelelewa Kwale, so naelewa changamoto ambazo vijana wako nazo. So kilichonifanya haswa niingie kule ni kwamba I feel we need a change ili kumsaidia kijana wa Kwale aweze kujipata kimaisha. Talent ziko nyingi lakini hazijaangaliwa, ajira hakuna. So ni vitu ambavyo vinachangia sisi kama vijana kujiingiza kwenye makundi ya uhalifu, kutumia mihadarati na mambo mengine ambayo hayana faida. So tukipata uongozi mzuri, hayo yote yatakuwa sawa. Hiyo ndio sababu kubwa tu kwamba we need change, na change haiji rahisi. Lazima wengine waumie, wengine wajitolee. Ndio hivi ambavyo mimi nimefanya. Au ukizingatia kwamba yule ni gavana wa Sai wa Kwale, ni rafiki wa karibu sana na Salim Mvurya pamoja na rais wetu wa Kenya hii. Hakuna pengine hofu yoyote uko nayo, pengine kujaribu kutishiwa maisha, pengine wamejaribu kukusukuma kuingiza mahali ambapo sipo? Nimezaliwa siku moja, nitakufa siku moja, atakayeniua pia yeye atakufa, hakuna atakayebaki. So tunaogopa kitu gani? Naweza nikahofia kwamba nitapotezwa, nikapita na pale nikagongwa tu na gari nikafa. So kifo kipo, kitakufuata tu kwa namna yoyote. Alafu so, hapo kuchangia kuongezea katika hizo story za siasa, na kulikuwa na hii union ya South Coast Content Creators. Nasikia ilivunjika, na kuvunjika kwake eti mtu mmoja wapo wanasema, inasemekana tetesi ni wewe ulichangia ili kitu kuvunjika kwa sababu ulikuwa unaegemea upande mmoja wa siasa. Ni kweli? Uzuri content creators wote kila mmoja ana upande wake, labda ni vile wengine hawajaamua kuonyesha, lakini kwa namna tunavyojuana, namna tunavyoishi, tunajua kwamba huyu yuko mrengo huu, yuko mrengo huu. Na hilo lilifanyika, I mean content, ile association ilitengenezwa kila mmoja akijua kwamba mimi niko mrengo fulani.
so haijakuwa ni sababu. Sababu kubwa ambayo ilifanya ile association kuflop ni kutokana na kwamba tulitaka kuizindua, na katika kualika wale viongozi kawa ni changamoto kupatikana, alafu kaingia ratiba nyingi, kaingia mambo mengi, lile jambo likapoteza nguvu. Lakini bado mimi nia yangu ni ile ile, kuona vijana wanashikana na tunakuwa pamoja. Yes. Bwana Beka Ruga, mzee mwenye. Niambie bwana. Mambo mazuri. Tunataka tufike kwako kwanza kabla tena kuisha bigangu Madundo, acha tufike kwanza kwa sasa. Nije nikuulize tu, kuna hili swala ambalo tunaona Magwaya ndani. Naona ajituma sana kufanya ma events kusupport vijana. Pengine wewe uko na njia hiyo pia, pengine umeweza kufikiria jambo kama hilo? Kuwa support vijana kuna njia tofauti tofauti. Mimi nikimchukua msanii ninapomintroduce, kama vile nimeintroduce kina Zuu, nimewaleta, nimewakuza. Sasa hii kuna mwingine nimemshika mkono anaitwa Amina, kuna yule mtoto nafanya naye anaitwa Fatuma. Hiyo ni njia moja kuwa support vijana. So lazima niandae event, lakini hiyo pia ni njia moja kuonesha yangu support. Magwaya ni mkubwa sana, Magwaya amesoma sana, kwa hiyo huwa na chances kubwa za kusupport watu wengi, lakini mimi yule kile kidogo nilicho nacho nachukua watu kidogo na wasupport na wanaenda. Magwaya amesoma, Magwaya ametoka Kingwede na Mai na ule muone Madundo huyu. Wallahi. Alafu Beka Ruga, kuna story ambayo si story, lakini kitu ambacho sisi kama mashabiki wako karibu, sasa Marekani kuna mashabiki wako wengi sana, kileza kutumiza na pia kilitupatia sintofahamu. Kuna ile trend ilitokea kwamba mlikuwa mmekorofishana kidogo na mama mtoto wife. Sijui kama ilikuwa ni mpaka sasa hizo watu hawaelewa, nasema ilikuwa tu kiki kidogo. Alafu inasemekana katika tetesi mmejaribu kuifanya vile tu mama aendelee kupata endorsement na wewe upate endorsement. Ni kweli? Hiyo alafu hiyo endorsement wanasema tumefanya hivyo ndio apate endorsement. Akapata endorsement gani sasa? Hizo tetesi unazosema. Okay. Ni story ambayo ilikuwepo, lakini unajua kuna issues zingine zinakuwa their family matters. Kuna mambo yanatokea zinavuja nje, lakini nafikia time wenyewe kama watu wazima mnaamua acha tukae tulimalize ili kifamilia. Kwa hiyo sisi wenyewe, mimi na mwenzangu tumeamua tukae tujue sisi wenyewe tutakopa vipi na hii issue tuimalize kifamilia. Tukiwa ready tutakuja tuiongelee, nitakuja ueleza sasa the whole story, ilianzia hivi, ilienda hivi, ilianzia hivi, lakini hapa ilipofikia tunalimaliza kifamilia. Sasa bado mko pamoja? Bado mimi na mama watoto bado tuko pamoja. Hata sio mnamuona anafanya live za Airtel tu. Tunalimaliza kifamilia tukiwa sawa. Utawaambia si account umeshare ile account? Si pia tunaona kina Babu GP wanatumia account yako kufanya live? Yes, kuna watu ambao nimewaajiri bado tunafanya nao kazi za Airtel wengine, lakini mama watoto yuko nyumbani. Bwana Madundo, bwana unafurahi sana Madundo? Mimi nafurahi. Nafurahi bwana. Nafurahi ndugu yangu akijieleza vizuri. Lakini Madundo, lakini Madundo ni mojawapo ya msanii ambaye wakati mkifanya ile tour yenu ya Tanzania alikuja kando akasema kuwa mbona nyinyi wasanii wakubwa alafu mnakuwa mwisho wa kuomba. Unajua binadamu yote kuna kipindi unakwama. Kuna kipindi unakwama. Sio kwamba si kuomba. Tatizo kwa nini mwenzao akifanya kitu nataka kuiga? Kwa nini? So kulingana nayo waliiga. Wanaiga. Mbona wafanyi chao? So walikuona wewe ndo waliniona ndo nao wakaiga. Kuna kweli wote. Haina kweli hiyo issue. Huyu sisi tumeanza kwenda Tanzania kabla yeye. Hata sisi content mimi nimeanza ndio yeye akaja, kumaanisha yeye kuja kwake ameiga. So naona mimi nimeanza content alafu yeye ndo akaja nyuma, kumaanisha yeye amefanya nini? Ameiga kulingana na upe wake anaomaanisha. Lakini mimi sijasema kuwa ameiga. Sijasema kwa sababu gani. Kitu chochote kina mtu mwanzilisha alafu kuna wengine wanafuata. Kuna media hii Marekani media na huku kuna inaitwa yes, the headlines sijui. Sasa tuseme huyu ndo amemwiga huyu ama huyu amemwiga huyu. Kwa hiyo ni vitu tu vinakuwepo. Tuseme hii Marekani slash ni nyingi. Watu wote wanauza slash, lakini hakuna tamu kama Bazmold. Huyo mwingine anayefanya utasema amemwiga Bazmold. Kila mmoja anatafuta riziki yake. Kwa hiyo wewe ulianza kwenda Tanzania, wengine wataenda. Wasanii ni wengi, ma content creator ni wengi. Kwa wasanii sasa hii tuseme Eko anaimba kiona mwenzake anaimba anasema yule ameniga mimi yule. No, kila msanii anakuja kivyaka na riziki yake. Huyu content yake ni ya kuvua nguo, kutembea na nguo chafu barabarani. Alafu kuna story tumeipata kwamba
nyinyi mnafanya tunaona pamoja lakini hampatani. Kuna ukweli wowote hapa? Madundo unasemaje? Mimi kitu gani boesha nacho kimoja. Wewe unapenda kunifuatilia maisha yangu hapa vinakuniiga. Nitakutandika. Unapenda kuniiga bro, ambapo sio poa. Mimi wanamwambia kila siku kwenye maisha bwana, focus na mambo yako, acha kuiga mtu. Sawa, mimi si mdogo, yeye anaona kama mdogo, lakini naweza sema huyu anapenda sana kunifuatilia mimi. Mimi yeye mwenyewe anielewa. Mimi si shoboki naye, yeye ndio anapenda kunishobokea. Umeona bwana? Haizi bila mimi. Lakini mimi najaribu kumwambia ni kwamba uniwezi ki content, uniwezi kilolote. Beka, kuna show yote uko naye kuna show yote pengine uko nayo na sijui huyu sahi amechukua msanii wangu. Aisha Mchina alikuwa anaaktina nani? Yeye ameenda kumchukua nyuma ya pazia, sijui ana issue gani yana Aisha Mchina. Sahi kuna nikifika nyumbani mimi naenda kufile a case tujue mimi na yeye namna gani atanilipa na namsambaratisha kiusanii. Anirudishie Aisha Mchina, utamrudisha? Bwana moja bwana, pengine kuna jambo la kuambia yule kijana Marekani sasa hivi, unaweza mwambia nini? Vijana wa Marekani, hii Marekani, Coast Province, yani kaunti zetu Kenya nzima, future yake inategemea vijana. Kwa hiyo usikae chini ukasema mimi sina cha kufanya, sijui nitashikia wapi, nitafanyaje. Anything ambayo uko nayo jitolee, uifanye kwa bidii, na hiyo ndio itakuwa mwanzo wako, kwa sababu sisi sote tungetulia tu bila kufanya bidii na vipaji vyetu isingekuwa rahisi. Unaelewa? So Madundo alitoka kwenye comfort zone, akaamua ashike simu, aweke mic, afanye kazi. Beka aliondoka kwenye comfort zone, akaamua afanye kazi, na ndio sasa mnamtambua. So kijana yote ambaye unajua una jambo lolote lile ambalo unalo uwezo, usikae kwenye comfort zone. Sasa tuko kwa Bazmuli hapa. Bazmuli ingekuwa ameketi maskani tuona hata kufanya, tusingekuwa tuko hapa leo, lakini tumekuja hapa kwa sababu ya kazi yake nzuri, slash yake poa anavyotengeneza hizi smoothie, ndio maana tuko hapa. Na hii ni message kwa vijana, usikae kwenye comfort zone ukijua kwamba mambo yatajifanya yenyewe. Ule ulimwengu kwamba unainuka nyumbani, baba amekuandalia kila kitu, wajua utarithi, kuna hiki, wazazi wetu wamepitia hardship, wameuza hivyo vitu. So sasa hii hatuna cha kurithi zaidi ya sisi wenyewe, tupambane, tuachie watoto zetu urithi. So vijana tujitume, huo ndio ujumbe wangu. Shukran sana. Well, ikiwa hapa ni Muyez Official Production, The Headlines Marekani, nikiwa na Marekani Media hapa. I think wewe kijana wa Marekani, mkazi wa Marekani, umeweza kumsikiliza vizuri Buja, maneno ambayo ameongea ni maneno yenye busara. Kwa hivyo wewe kijana uliye pale nyumbani ambao uko mtaani, usikae hivi, tokezea. Huyu ni kijana mwenzetu anajiita Bazmul na amejitolea kufanya kazi yake hapa na amejiajiri mwenyewe. Kwa hivyo pia wewe uko na uwezo wa kufanya hivi. Marekani Media, itakuwa furaha kwangu na pia itakuwa furaha kwangu kuendelea kusupport Muyez Official na Marekani Media, na kule katika mitandao ukiweza kusubscribe na kushare katika mitandao yote. Until next time.